Bwana Yesu asifiwe. Somo letu Jumapili ya leo linasema tweka mpaka kilindini. Tweka mpaka kilindini. Luka 5 mstari wa kwanza hadi wa 11. Baba, tunakushukuru. Asante kwa sababu ya mchana wa leo. Umetupatia nafasi ya kumega mkate huu. Mimi Victoria siwezi, natiishwa na kunyenyekea chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Sema nasi mchana wa leo, tuhudumie Bwana, tuhudumie watoto wako. Neno lako ni upanga moto ulaao, litume katikati yetu, tukasikie, tukakuelewe, tukakuishi Mungu sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tweka mpaka kilindini. Tunaona habari za Yesu Kristo. Yesu Kristo kama mkombozi. Tayari majira ya kuanza kazi umefika. Lakini alikuwa peke yake. Hakuwa na watu wengine wa kutembea nao, wa kufanya nao kazi. Tunaona anatoka hapa. Walimsonga kwa nini? Walimsonga kwa sababu tayari kuna vitu alivyokuwa anafanya. Wakawa wameshaanza kumjua kwamba Yesu yule mtoto wa Mariamu, mtoto wa Yosefu, kuna vitu anavifanya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia vizuri utagundua kwamba akina Petro hawa ni kama walikuwa bado hawafahamiani vizuri, ni kama bado walikuwa hawamuelewi. Ndio maana anasema hivi, alipofika pembezoni mwa bahari. Wale wenzangu mliofika pale bahari ya Hindi, ni rahisi kuelewa, au kule ziwani, ziwa Nyasa, Tanganyika, Victoria, unakuta kuna wale wavuvi. Umeangalia hata kwenye safari, umeona kuna wavuvi wana vile viboti vidogo vidogo, vipantoni, wanatoka wanaenda kutega katikati ya bahari pale, wanatega, wanajua wanavyofanya. Sasa Petro na kina Yohana walikuwa ni wavuvi maisha yao yote. Majira haya ilikuwa ni asubuhi. Asubuhi ya saa ngapi mimi sijui, lakini inaonekana ilikuwa asubuhi. Kumekucha kabisa, kama ni saa 3 saa 4 sijui. Yesu akaenda pembezoni mwa bahari, akakuta chombo. Kile chombo watu wake wenyewe hawapo, na maana wameshachoka, wamekaa pembeni huko wanapumzika. Akaomba, akawaambia, kisogezeni chombo, nipelekee chombo katikati kidogo kwa mbali. Kwa sababu gani? Makutano walianza kumfuata. Kuna kitu ninachojifunza hapa kwa Yesu. Mara nyingi nikipita najifunza, Yesu alikuwa anakaa hivi. Sauti ya Yesu ilikuwa na nguvu ya aina gani? Tumewahi kutulia ukaelewa kwamba Yesu sauti yake ilikuwa inafika kwa viwango gani? Kwa sababu Yesu alikuwa haweki mic speaker, lakini alikuwa anahudumia watu wangapi? Kuna mahali amehudumia watu 5,000, watu 4,000, mpaka anasema watu hawa wamekaa kwa muda mrefu sana, njaa zinawauma, hawataki kutoka. Alitumia nini pale? Alikuwa anatumia mic? Alikuwa anahangaika na nini? Leo tuko hapa tunatumia mic. Nikiacha mic hapa utasema usikii. Wewe usikii kabisa, na kwanza utaanza na kulala usingizi. Yesu akajivuta akasema, nipelekeni mbele kidogo. Wakampeleka kwa mbele kidogo. Akiwa kwenye hicho chombo, kumbe ni cha Simoni. Mungu akishakukusudia kwenye maisha yako, atakudabua tu mahali popote, piga chenga kokote unakwenda, lakini ipo siku atakukamata huko. Akaenda kwenye chombo cha Simoni,
akakaa, akaanza kuongea nao, akawahubiri watu, akawaambia watu, akawafundisha. Yesu alikuwa mwalimu mzuri sana, aliwafundisha, walikuwa wanamuelewa. Unajua mwalimu, yani kuna aina fulani ya mwalimu, yani akikaa kwenye nafasi uchoki eti. Yani unaweza kumsikiliza mwalimu kasema hivi, mwalimu ana ladha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa ni mwalimu wa kipekee, alikuwa na ladha fulani. Yani walimu wana mguso, ndio maana wamepewa kufundisha. Ndio maana wamepewa nini? Kufundisha. Anafundisha mtoto ajui hata ajui hata kitu, amepicha picha, anaanza kumfundisha, anaanza kuinvest vile kidogo kidogo kidogo, na roho ya uvumilivu ikawe ndani, yani iko ndani ya walimu. Kuna wengine wameingilia tu madirishani, ndio maana wanapiga watoto mpaka wanavunja miguu. Yule hakuwa mwalimu. Kuna walimu yani anamvumilia. Tulivumiliwa mpaka tukajua kuandika, mpaka tukajua kusoma. Mwalimu saluti, apewe maua yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa mwalimu. Alipowafundisha, alipomaliza, akamgeukia Simoni, akamwambia, hizi nyavu zenu zamisheni tena, tweka mpaka kilindini. Kwani hawa akina Petro waliweka wapi? Siku zote nyavu zao wanawekaga wapi? Maana mimi ninachojua huwa wanaweka vilindini. Hiki kilindi alichokuwa nakisema Yesu leo kilikuwa ni cha aina gani? Kwa sababu hawa ni wataalamu, ni wavuvi, siku zote wanaelewa, na majira haya ni majira mazuri ya kufanya nini? Ya kwenda kutega saizi samaki. Usiku huu kuna samaki, lakini wameenda wamekesha usiku wote, asubuhi wametoka patupu. Alafu Yesu anawaambia katweki. Petro akasema, Baba, tumehangaika usiku wote. Mzee, yani usiku wote tumepata tu, neema ya Mungu kamsaidia. Akasema, kwa neno lako. Pale alipona. Ningekuwa mimi na wewe, ningegoma mazima. Yani nisingeelewa kabisa kwamba nirudie tena, wakati usiku mzima nimefanya biashara na mimi ninaelewa kabisa ni mvuvi mbobezi. Ningegoma, ningesema kwanza tumechoka, ningetafuta sababu nyingi. Lakini Petro akasema, kwa neno lako Bwana tutapeleka nyavu kilindini huko. Baada ya kutii, sijui ilichukua muda gani, walipopeleka nyavu, kilichotokea mimi na wewe sijui. Samaki zilitokea wapi mimi sijui, lakini Biblia inasema walipata samaki wengi sana. Walipata samaki wengi. Walipoanza na kina Yohana, mambo yakawa magumu, wakaanza kuomba kwa wenzao, kina Yohana, sogeeni, njooni. Wakawaalika na wengine, tusaidie mchana kweupe. Leo ukimwambia mvuvi kanuni ya kuvua samaki mchana kweupe, hawezi kukuelewa. Lakini Yesu alibadilisha mtazamo wa nini? Wa akili za mwanadamu. Kilichojitokeza, walipata samaki. Nini nataka kuzungumza na mtu? Haijalishi unaelewa sana, una elimu sana, unafahamu sana kanuni, sijui unafahamu kusolve mathe, unaelewa sana, lakini Mungu ni zaidi ya hivyo unavyovielewa. Mungu anaweza akabadilika from nowhere, akakubadilishia yale mazingira uliyoyazoea, akakuletea mazingira mengine. Usikalili
Usimwelewe Mungu kwa njia moja unayomwelewa. Usitamani kukalili hicho ulichokikali kwamba mimi namfahamu Mungu kwa hapa. Mungu hayuko hivyo. Mungu yuko kwa namna nyingine sana. Bwana Yesu asifiwe. Hawa walinyenyekea wakakubali, wakasema kwa neno lako. Ni mara ngapi umesikia mtu amekwambia nimeona 1 2 3, nimeona kitu hiki, ninakushauri 1 2 3. Ni mara ngapi umechukua hilo ukaenda ukalitendea kazi? Unasema hapana, hapana, siwezi. Nilikwambia ushuhuda mmoja, nilikwambia hivi, kuna baba mmoja ni mhubiri mkubwa sana, lakini alikufa kizembe kwa sababu alikataa kumsikiliza house girl. Hebu niambie, Naamani kama asinge neno la yule binti kijakazi ambaye ni mtumwa, walimchukua kwenye mateka huko, Naamani angepona? Naamani asingepona. Naamani angesema mimi mtu mkubwa namna hii namsikiliza binti wa kazi ambaye yeye ni nani tena, ni mateka tu, ana kitu gani cha kuniambia? Angempuuza, lakini alimsikiliza. Alipomsikiliza, Naamani alivuka kwenda hatua nyingine. Kuna namna unatakiwa kuwa na sikio la kusikiliza. Sio kila kitu ni cha kupanchi, sio kila kitu ni cha kukikataa, sio kila neno la Mungu linalokuja mbele yako unaweka ujuaji kwamba hilo tulisomaga sana, hata Sunday school tulisoma hilo, ni neno ninalifahamu sana, andiko hili ninalijua sana. Haya, usifanye hivyo. Mungu hawezi kuja kila siku kwa namna unayomjua. Mungu anakuja kwa njia tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Watumishi hawa waliamua kuacha kanuni ambazo wamezizoea, wabobezi wa wavuvi, lakini wakamwambia Yesu, kwa neno lako tunaenda. Kwa sababu nao walikuwa wanamfahamu kwamba huyu mtu ni faya nyingine, tunapaswa kumsikiliza. Tutachelewa sana kama tukiweka ujuaji wa akili zetu, tutachelewa. Tumruhusu Mungu kwenye maisha yetu. Turuhusu sikio la ndani liweze kusikia taarifa za kimungu, tutasaidika na tutakwenda kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Walipoanza lile tukio, Mungu alionekana kwao. Mungu alionekana kwao. Mungu alikuja mzima mzima. Kisulisuli kilitokea ndani ya bahari. Samaki walitoka wapi? Mimi na wewe sijui. Maisha ya watumishi wa Mungu yalibadilika, lakini ndani ya ile ibada ya samaki ilikuwa na ujumbe. Alikuwa anawataka Petro na kina Yohana, akawaambia. Petro alipoona vile akaamua kupiga magoti, akamwambia toka, nenda, mimi ni mwenye dhambi. Kweli sisi tu wenye dhambi. Mungu anapotenda zaidi tunaona hatustahili. Mungu anapotushangaza tunaona hatustahili. Mungu anapotuonekania kwa utukufu wa ajabu, unajiona mimi sistahili haya. Unaona ni huruma tu za Mungu zimetusaidia. Akawaambia, kuanzia sasa mtakuwa wavuvi wa watu. Na ufurahia huo mstari wa mwisho. Hata walipokwisha kuvigeuza, kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyombo vyote wakamfuata. Hawa watu ni watu wenye akili zao eti. Akina Petro alikuwa na nani? Alikuwa na mke na watoto. Lakini siku hiyo ndio ilikuwa ni mwisho wa kuvua nini? Samaki. Sijui hizo samaki ilikuwaje, mimi usiniulize, kwa sababu Biblia inasema walifanya nini? Waliegesha, alafu wakamfuata nani? Sadaka zile samaki walimwachia nani?
ile biashara ile, maana ilikuwa ni mwisho. Walipiga hela, Waswahili wanasema walipiga hela kweli kweli, hela nzuri, alafu ikawa mwisho. Ikawa mwisho, wakamfuata Yesu. Ninaona toka hapo akina Yesu amemfuata, akina Petro amemfuata Yesu maisha yao yote. Mambo yanatokea, wapo pamoja na Yesu. Yesu anaondoka, anawaacha wao wamekaza buti, wanakufa vifo vya hatari, hawakuwahi kugeuka. Waliongeza viwango vyao, waliendelea kujifunza kuhusu Yesu, waliendelea kumfahamu tena na tena Yesu ni nani. Ndio maana hata alipoondoka walikuwa wametweka imani zao vilindini. Hawakuweza kuhangaika kwamba Yesu ameondoka basi na sisi tupotee. Walikuwa wameshaweka misuli ya imani, iwe mvua iwe jua, tutamhubiri Yesu ya kwamba ni Bwana. Walitembea kwenye hivyo viwango, waliishi kwenye hivyo viwango. Walikatishwa tamaa, hawakukubali kukatishwa tamaa. Ukikutana na Yesu, Yesu Mnazareti, ukikutana na Yesu Masihi wa Mungu, ukikutana na Yesu Mwokozi aliacha enzi na utukufu akaja kumwokoa mwanadamu, kama Yesu uliwahi kutana naye, lazima ubadilike. Lazima maisha yako yabadilike. Hata kama utapita kwenye mazingira magumu, hayatakuchanganya, hayatakutupa mbali na Kristo. Kila aliyekutana na Yesu hakubaki jinsi alivyo. Hakubaki jinsi alivyo. Hakubaki jinsi alivyo. Hawa walipokutana na Yesu waliacha nyavu zao wakamfuata. Waliacha tabia zao mbaya za uharibifu. Wavuvi wana historia za ajabu ajabu. Waliachana nao wakamfuata Yesu. Achana na tabia zako za ajabu, amua kumfuata Yesu mazima. Amua kutembea na Yesu mazima. Amua kumwabudu Yesu mazima. Hawakugeuka, waliamua kwenda mbele moja kwa moja. Who are you? Leo upo, kesho yaani ueleweki. Nani? Tamani kujifunza kuhusiana na huyu Yesu. Sikiliza nikwambie, ukikutana na Yesu hautayumbishwa. Utaamua kutembea tena wewe mwenyewe kwa moyo wa tabasamu. Kamuulize Musa. Amekuwa kwa Farao, ameishi kwa Farao, amekula vyakula vya kifalme, ameishi tabia za Kimisri, amesomeshwa, msomi. Alipokutana na Yesu katika mlima Sinai, hakuwahi kugeuka tena, hakuwahi kubadilisha maamuzi yake. Alipokutana na Yesu kwenye kijiti akiteketei, maana alikuwa na mazoea kwenye ule mlima. Alikuwa anatembea, alikuwa anajua kabisa vile vijiti, jua likiwaka, kuna aina ya vijiti kule vilikuwa vinawaka bila hata sababu, yani vinawaka tu, vinateketea. Lakini alishangaa hicho kijiti ambacho kina tabia ya kuteketea ndicho ambacho Yesu Musa kilimshangaza, kwamba hivi vijiti jua likiwa kali vinajiwakia tu alafu vinaisha, lakini mbona hiki leo hakiteketei? Ndicho kilichomshangaza. Akaona hapa kuna kitu kingine cha ajabu. Alipoamua kuacha ule ukawaida, alipotaka